Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Seifuriami nitakusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muktasari wake. Wagombea nafasi za udiwani na ubunge jijini Mwanza wahimiza wananchi kujitokeza Oktoba 29 kupiga kura. Wito watolewa kwa Waislamu kuwatazama kwa jicho la karibu walimu wa madrasa. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 95 wamefariki dunia kutokana na njaa na magonjwa kwenye kambi ya wakimbizi Bushuk huko Al-Fasha nchini Sudan. Na mkapu la habari linaanzia hapa Mwanza. Katika kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu, wagombea nafasi za ubunge na udiwani jijini Mwanza wamewasihi wananchi kuendelea kutunza amani ya nchi na kujitokeza katika siku hiyo ya uchaguzi ili kutimiza wajibu na haki yao ya kimsingi. Nuhu Stima anaarifu zaidi. Wakizungumza na Mahasin TV, wagombea hao wamewataka wananchi kuepukana na maneno ya ushawishi kutoka kwa baadhi ya watu wenye nia ovu ya kutaka kuhatarisha amani ya nchi katika siku hiyo ya uchaguzi. Ndugu zangu wa Tanzania, wana Mwanza, wana Nyamagana, mjitokeze kwa wingi, mje mpige kura. Kura ni haki yako. Mtu yote asiwadanganye kuhusu kuandamana. Hakuna maandamano yanayotokeaga siku ya uchaguzi. Jitokezeni kwa wingi, ndio mpige kura. Huo ni vurugu na uchochezi. Ili uweze kudai maendeleo, ni lazima utimize wajibu wako wa kumchagua kiongozi unayemtaka. Hivyo na wasihi wananchi wa Nyamanoro na wanajimbo la Ilemela siku ya tarehe 29 waamke asubuhi na mapema wakatimize wajibu wao wa kutafuta viongozi wao ambao ni watumishi wao ndani ya miaka 5. Kuambiwa kwamba kuna siku ya maandamano ni kuuziwa uoga. Sisi tuna amani na jeshi la polisi litawalinda. Wote tujitokeze tukapiga kura. Aidha, kwa upande wao wadau na wahamasisha amani wamewataka wananchi kushikilia na kuitunza tunu ya amani iliyopo nchini kwa kujifunza kutoka kwa mataifa mbalimbali ambayo yanajutia baada ya kuvuruga amani katika nchi zao. Naendelea kuwaasa Watanzania wote kuendelea kuilinda na kuisimamia amani ambayo iko ndani ya nchi yetu. Bila amani hatufanyi biashara, bila amani hatufanyi uchaguzi, bila amani hatufanyi ibada, bila amani hatupati afya. Tujifunze kutoka katika nchi zingine ambazo wameichezea amani na leo wako katika hali gani. Kushiriki zoezi la upigaji wa kura ndio msingi katika tunu tulizotunukiwa, na wewe kama Mtanzania ndio unaonyesha ukomavu wako kuwa nchi yetu sasa imekomaa katika demokrasia. Wengi wamechezea tunu hii na wengi wameiacha. Mwisho wa siku wamekuwa wakiitafuta kwa muda na hawajafanikiwa kuipata tena. Katika kuunga mkono juhudi zinazofanywa na walimu wa madrasa katika utoaji wa elimu ya dini, naibu mkurugenzi wa mazingira Jumuiya ya Maridhiano Tanzania Ramadhani Kasiba ameahidi kutoa viwanja vitatu pamoja na posho 50,000 kila mwezi kwa walimu wa madrasa Munawwar iliyopo Tungi Bondeni jijini Dar es Salaam.
Sheikh Kasiba ametoa ahadi hiyo alipokuwa mgeni rasmi katika mahafali ya 4 ya madrasa hiyo, ikiwa ni zaidi ya wanafunzi 120, ambapo pia ameahidi kutoa kiwanja kimoja kwa watoto yatima Bashiru Hamza na Asha Hamza wanaosoma katika madrasa hiyo. Lakini ukiangalia walimu wa madrasa, kiukweli Waislamu hatuwajali walimu wa madrasa, haswa sisi wazazi, matajiri, kwa sababu kila tajiri mmoja angelikuwa anatoa mshahara kwa walimu wa madrasa kwa kuwaingiza kwenye payroll ya malipo ya wafanyakazi, basi nafikiri walimu wa madrasa wengi wangekuwa wanapata mishahara mizuri tu. Mimi nishaye kujaribu, kwa sababu kiuhalisia mimi na kampuni, kwa hiyo niliwaingiza walimu wa madrasa kwenye payroll japo kwa mtindo wa posho. Kwa hiyo nilikuwa nampa kila mwalimu wa madrasa shilingi 50,000 na nilikuwa na walimu takriban kama 60. Rehema Mshana ni mmoja ya wazazi wanaosomesha watoto wao katika madrasa hiyo. Pamoja na kuwashukuru walimu kwa kazi kubwa wanayoifanya, amewahimiza wazazi kutimiza wajibu wao kwa kutoa ada kwa wakati. Wazazi wenzangu walezi, nilikuwa ninaomba tuwe pamoja kwenye ushirikiano wa kutoa ada. Kwa kweli ada za walimu wa madrasa ni ndogo. Utakuta kwa mwezi mzazi anakusomeshea mwanafunzi shilingi 5,000. Na tusemi ni ada, tunasema ni sadaka. Lakini hapo tunashindwa kutoa hizo pesa, hizo ada ambayo tunasema ni sadaka ya wazazi. Nilikuwa ninaomba wazazi tushirikiane, tujitahidi kutoa sadaka kwa walimu wa madrasa. Kwa upande wake mwalimu wa madrasa hiyo Ustadhi Haji Hamisi ametoa wito kwa wadau mbalimbali na Waislamu kwa ujumla wake kuiga mfano huo ili kuboresha mazingira ya kufundisha kwa walimu wa madrasa. Kwa fursa hii kwanza kumshukuru mgeni rasmi katika mahafali yetu kwa sapoti yake kubwa aliyoitoa kwa ajili ya kuzipokea zile changamoto zetu ambazo kuwa tumemkabidhi na kuweza kuahidi sapoti kubwa. Lakini pia natoa wito kwa wahisani wote, wahisani mbalimbali ambao kuwa wana moyo kama yeye na wasiokuwa na moyo, Mwenyezi Mungu awajaze imani waweze kuyafikia majambo kama haya na kuweza kupeleka mbele Uislamu wetu. Tukielekea mkoani Singida, mwandishi wetu Ramadhan Idilimu anatuarifu kuwa Waislamu na wadau mbalimbali wa elimu mkoani humo wameombwa kuzishika mkono shule za Kiislamu ili ziendelee kutoa elimu bora na kuwalea watoto katika maadili mema kwa ajili ya kujenga taifa la kesho lenye watu waadilifu na wapenda haki. Wito huo umetolewa na Amiri wa Jumuiya ya Wanasuna Tanzania JASUTA mkoa wa Singida, Sheikh Yahya Muhammad Ibrahim, ambaye pia ni mkurugenzi wa shule ya Al-Furqani iliyopo Manispaa ya Singida, wakati wa mahafali ya wanafunzi wa darasa la 7 wa shule hiyo. Katika hotuba yake ameainisha kuwa lengo la shule hiyo na shule zingine za Kiislamu hapa mkoani Singida ni kutoa elimu kwa makundi mbalimbali wakiwemo watoto yatima. Tuna watoto takriban 63, baadhi yao ni mayatima na baadhi yao wazazi wao wameishiwa na uwezo. Tunalazimika kuendelea kumsomesha yule mtoto licha ya kwamba mzazi amefika mahala hana uwezo. Na hapa ndipo tunapoona umuhimu wa kuangalia wadau wengine wanaoweza kutushika mkono ili huduma hii siku nyingine isije ikarudi nyuma. Akizungumza kwa niaba ya Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Singida, kadhi wa mkoa wa Singida Sheikh Ramadhan Kahoja amesema baraza hilo lipo tayari kushirikiana na shule hiyo na taasisi zingine za elimu zinazotoa elimu kwa misingi ya Kiislamu. Tunaipongeza taasisi hii, hasatan mzee wetu Sheikh Yahya kuwa ni kioo chetu ndani ya mkoa wa Singida, anatufuta matongotongo. Ni kituo ambacho kimekuwa ni kituo tegemewa ndani ya mkoa wetu wa Singida na nje ya mkoa wa Singida. Kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tunasema tuko pamoja na wewe Sheikh Yahya katika kila hali, katika kila jambo. Naye mkurugenzi wa kiwanda cha pamba cha BioSustain mkoa wa Singida Sajad Haida ameahidi kuwa taasisi yake itatoa mchango wa kuchimba kisima cha maji katika shule hiyo.
na nimeweza kusikia changamoto zao na maendeleo yao wanakwenda vizuri, kwa sababu wana madarasa karibu 17. Kwa hiyo maendeleo yao ni mazuri, na sasa hivi walikuwa na changamoto tu masuala ya maji. Basi nimeahidi kwenye majaliwa inshallah, kwa kuwa huwa napenda kushiriki kwenye mambo haya, nimetoa ahadi kwamba nitashiriki kwenye uchimbaji wa kisima na nitashiriki kwenye ujenzi wa kumalizia bweni ili watoto waweze kukaa sehemu nzuri na kupata chakula kwa pamoja. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV. Sheikh wa wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, Sheikh Abdallah Mtito, amewataka wanafunzi wa Kiislamu waliohitimu elimu ya msingi mwaka huu 2025 kujipamba kwa tabia njema ili kuwa mfano mzuri kwa wanafunzi wengine wanapokwenda kuanza elimu ya sekondari. Taarifa yake Aisha Mpatila inasimuliwa naye Zuberi Mgaya. Ninyi mkawe mfano huo kwa tabia zenu nzuri popote unapokuwepo wewe mtoto, shule mnazoenda, na awe ni mfano wa kuigwa popote pale mtoto wa Kiislamu. Sheikh wa wilaya Kigamboni jijini Dar es Salaam, Abdallah Mtito, amesema hayo alipokuwa akizungumza na wanafunzi, wazazi na walezi walioshiriki hafla ya kuaga wanafunzi wa darasa la 7 waliohitimu elimu yao ya msingi katika shule ya Asdiq iliyopo Twangama jijini Dar es Salaam. Mujiuze kwa tabia zenu nzuri za Kiislamu. Soko la wasomi limekuwa ni kubwa sana, lakini tunataka ninyi watoto wa Kiislamu mujiuze kwa tabia zenu za adabu, uaminifu, uadilifu, uwajibikaji, juhudi, kujitoa, ili mkisimama kwenye kuomba CV ya ajira, yani yule muajiri hata akiwa sio Muislamu anaona hawa watoto wa Kiislamu wana kitu cha ziada wamepata katika mafundisho ya dini yao, na wana sifa zaidi katika kuzalisha na kuendesha kazi zao. Aidha, Sheikh Mtito ameuhimiza umma wa Kiislamu kuunga mkono vituo vya elimu vinavyoendeshwa na taasisi za Kiislamu ili viweze kupiga hatua. Tuongeze jitihada za kusapoti na kuunga mkono vitu hivi. Tuvishike vitu vyetu, tuviunge mkono. Kama kuna matatizo, tusahihishane katika njia ya kuvijenga na sio njia ya kuviharibu, na hicho ndicho ambacho kitatupa nguvu. Waislamu tuunge mkono vitu vyetu, tuwalete watoto wetu na tuhakikishe vinakwenda, na pale pa kusaidiwa tuvisaidie ili vitu vyetu visonge mbele. Vijana darasa la 7 mliomaliza mpo? Hatua mnayoelekea ni hatua ya sekondari. Ombi langu kwenu ni mkawe mabalozi wazuri. Nyie mkienda kusemwa vibaya, ina maana hata shule mlioisoma inasemwa vibaya. Mkisemwa vibaya huko mwendako kwamba tabia zenu ni 2, 3, 4 hazifai, ina maana unasababisha hata mzazi wako anasemwa vibaya. Kwa hiyo mkawe wawakilishi wazuri wa shule, lakini mkawe wawakilishi wazuri wa wazazi, kwa sababu maadili mliolelewa shuleni na hata mliolelewa nyumbani na wazazi, mimi sina shaka nayo kabisa. Angalieni dunia isiende kuwateka na msikubali kukamatika na dunia. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa shule hiyo wametoa rai kwa wazazi na walezi kwa kuwachagulia shule sahihi wanafunzi hao waliohitimu elimu ya darasa la 7 ili waweze kuwa na mwendelezo mzuri katika elimu ya sekondari. Tunatoa wito kwa wazazi kuweza kuyaishi, kuwasimamia vijana wetu yale yote ambao wameyapata wakiwa hapa Asdiq kwa miaka yote 7. Hatuna zaidi cha kuzungumza zaidi ya kuwaombea kila laheri kwenye safari ijayo ambayo ni safari ya kuelekea kwenye masomo yao ya elimu ya sekondari. Tuna imani kwa namna ambavyo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wadau wa elimu katika sekta binafsi wamejipanga vizuri katika kuhakikisha kwamba vijana hawa watawapokea na kuendeleza katika ngazi ya sekondari. Na tukirejea tena hapa Mwanza, meli ndogo ya kubeba mizigo MV Wimbi imerejea katika shughuli zake ndani ya Ziwa Victoria na kupunguza changamoto zinazoikabili sekta ya shughuli za usafirishaji wa mizigo ndani ya Ziwa Victoria kwa kuongeza idadi ya meli kutoka meli moja iliyokuwa awali ya MV moja. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi.
Meli hiyo ya kukodi inayosimamiwa na kampuni ya meli nchini Tashiko ina uwezo wa kubeba tani 120 za mizigo na kusafirisha kwenye ukanda wa Ziwa Victoria. Kurejea kuanza kazi kwa meli hiyo ni habari njema kwa wafanyabiashara na wasafirishaji wa mizigo katika ukanda wa Ziwa Victoria. Tunazipakia mizigo yetu kwenye maboti, mali zetu zinapotea, tunapata hasara, lakini kwa hivi sasa tunafurahi sana biashara. Chombo kimekuja ni cha uhakika kabisa. Meli hiyo imeanza safari zake katika soko la samaki la Kirumba wilayani Ilemela kupakia mzigo kuelekea katika visiwa vya Godsbar. Hali ya uhitaji ni mkubwa. Kulingana na watu ni wengi, maongezeko ni makubwa, kwa hiyo uhitaji ni mkubwa kwa kifupi. Hapo mwanzoni kulikuwa na shida ya usafiri. Tumepoteza ndugu zetu, wamepoteza maisha, lakini pia wamepoteza mizigo yao. Kulikuwa na boti za mbao ambazo kulingana na urefu wa Mwanza to Godsbar ni urefu wa maili 69. Afisa masoko ya kampuni ya meli Tashiko Twahali Pungo amesema kuongezeka kwa meli ya MV Wimbi kunaleta hueni kwa wafanyabiashara wadogo, ambapo awali inaelezwa kushindwa kumudu gharama ya meli moja iliyokuwepo ya MV moja. Uwepo wa MV manake ni kumgusa kila mtu. Una tani zako 20, una tani zako 30, una tani zako 50, unaweza mkajikusanya watu sana, watu 10 mkodi mkaenda pote mnapokusudia. Kwa hiyo uwepo wa MV manake ni kwamba tunaonesha kwa namna gani sisi tunaendelea kutanua huduma zetu. Ifahamike kwamba tuna meli kubwa ya mizigo, meli ya Umoja 1200. Kuna baadhi ya watu wanakufuata nakwambia bana, mimi siwezi kodi meli kubwa kama hiyo, basi tumwaletea ili chaguo. Kwa mujibu wa Tashiko, meli hiyo yenye uwezo wa kubeba tani 120 inasafirisha mizigo katika ukanda wote wa Ziwa Victoria, ndani na nje ya Tanzania kwa nchi za Kenya na Uganda. Na kwa taarifa hiyo ndio tunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi. Na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Mgaya. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Serikali ya Kenya imesema ujumbe wake huko Urusi umeokoa na kuwarudisha raia watatu ambao walisafirishwa kwenda nchini humo na kuingizwa katika jeshi la nchi hiyo kwa ajili ya kupigana vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Hili linawadia wiki moja baada ya Wizara ya Mambo ya Nje kusema ilikuwa inafuatilia ripoti za Wakenya kadhaa zinazodai walilazimishwa kuingia kwenye jeshi la Urusi na baadaye kutekwa kama wafungwa wa vita huko Ukraine. Katika taarifa kwenye vyombo vya habari vya kijamii, katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje nchini Kenya, Korili Singoei, alisema wanaume wawili na mwanamke mmoja wako salama na wanarudi nyumbani kwa familia zao. Tangazo hilo linafuatia operesheni ya usalama jijini Nairobi mwishoni mwa wiki iliyopita, ambapo viongozi waligundua kile wanachoamini kuwa ni kikundi cha usafirishaji watu kilichowashawishi raia na ahadi za kazi zenye faida kubwa huko Moscow, lakini baada ya kuwasili wanajikuta wamelazimishwa kuingia katika jeshi la Urusi na kupelekwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya Ukraine. Kesi hiyo imevutia nadhari baada ya jeshi la Ukraine kutoa video ya mwanariadha wa Kenya ambaye alisema alidanganywa kujiunga na jeshi la Urusi na aliomba kurudishwa nyumbani. Kwingineko,
Watu 95 wamefariki dunia kutokana na njaa pamoja na magonjwa katika kipindi cha siku 40 zilizopita kwenye kambi ya wakimbizi ya Abu Shok huko El Fasher nchini Sudan. Kulingana na ripoti iliyotolewa na mashirika ya misaada ya kibinadamu, matukio hayo yanaonyesha hali inavyoendelea kuwa mbaya katika mji wa El Fasher. Kambi hiyo ambayo ilikuwa ikitoa hifadhi kwa wakimbizi wa ndani zaidi ya 19,000 imekuwa ikishambuliwa na makombora na ndege zisizokuwa na rubani, vifo vya raia vikiripotiwa wakati maelfu ya wengine waliotoroka kutafuta mahali salama. Mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu, wapiganaji wa RSF walishambulia kambi hiyo na kutekeleza mauaji ya takribani watu 40 na kuwateka wengine, kulingana na ripoti za wanaharakati wa haki za binadamu. Haya yanaripotiwa wakati wito umetolewa kwa jamii ya kimataifa kushinikiza pande hasimu kwenye mzozo wa Sudan kuhakikisha raia wanalindwa, hasa wanapotorokea kwenye maeneo salama. Wakati huo huo, jeshi la Sudan limetangaza kuwa limepata ushindi mkubwa katika mapambano yake na wapiganaji wa vikosi vya msaada wa haraka RSF katika eneo la Kordofan huko magharibi mwa Sudan. Na tukitamatisha habari za kimataifa, watu zaidi ya 19 akiwemo afisa mmoja wa jeshi la polisi wamejeruhiwa siku ya Jumapili Septemba 28 ya mwaka 2025 wakati wa maandamano ya kuipinga serikali ya rais wa Peru Dina Boluarte. Kulingana na taarifa kutoka mamlaka na watetezi wa haki za binadamu, zinasema mamia ya waandamanaji wanaoipinga serikali walikusanyika nje ya bunge wakidai mabadiliko na uongozi mpya wa kisiasa. Vikundi vya vijana vilirusha mawe, mabomu ya petroli na fataki kwa watekelezaji wa sheria ambao walijibu kwa mabomu ya machozi na risasi za mpira. Mratibu wa kimataifa wa haki za binadamu CNDDHH, muungano wa haki za binadamu, uliripoti Jumapili Septemba 28 kwamba watu 18 walijeruhiwa katika mapigano hayo, akiwemo mwandishi wa habari. Maandamano mapya ya mamia ya wafanyakazi wa usafiri na kundi la vijana la Gen Z yalishuhudiwa wakipinga madai ya ufisadi na ulafi yaliyotawanywa na makumi ya maafisa wa polisi wakitumia mabomu ya machozi siku ya Jumapili Septemba 28 ya mwaka 2025 usiku. Machafuko ya kijamii yameongezeka tangu serikali ya Boluarte kupitisha sheria mnamo Septemba 5 inayotaka vijana kuchangia mifuko ya pension ya kibinafsi licha ya ukosefu wa usalama wa kazi na kiwango cha ajira kisicho rasmi cha zaidi ya 70%. Zuberi Mgaya, Mahasin TV. Shukran Zuberi Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii. Wagombea nafasi za udiwani na ubunge jijini Mwanza wahimiza wananchi kujitokeza Oktoba 29 kupiga kura. Wito watolewa kwa Waislamu kuwatazama kwa jicho la karibu walimu wa madrasa. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 95 wamefariki dunia kutokana na njaa na magonjwa kwenye kambi ya wakimbizi Abu Shuk huko Al-Fasher nchini Sudan. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah pana majaliwa yake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha kuleta kapu la habari, mimi Hilal Seifuriami nilokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Mgaya. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaheri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.